na mada ya wiki iliyopita ambayo ni liturujia ya majilio. Lakini pia kumbuka msikilizaji, katika kipindi hiki wewe ni sehemu ya kipindi hiki. Unayo nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Na nambari ya kupiga simu ni 0782611178. Lakini pia msikilizaji, leo tutaanza kwa kujibu maswali ya kipindi kilichopita. Kuna msikilizaji ambaye aliweza kuuliza maswali, hivyo basi baba ataanza kwa kujibu maswali hayo na kisha tutaendelea na mada yetu ya liturujia ya majilio. Lakini pia msikilizaji, kama utakuwa na swali unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235. Nilipo hapa studio ni mimi Siwe Mapoa, lakini siko peke yangu, ninaye Padre Andrea Luziga anayefanya utume wake katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora, na nyumba ya malezi ya Askofu Mkuu Mario Mgurunde kama mwalimu na mlezi. Baba, karibu. Asante ndugu mtangazaji, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Basi tuanze kipindi chetu hiki kinachoongozwa na mada hiyo ya liturujia ya majilio, kama ambavyo tulivyoanza kufundishana na kuelezana katika kipindi kilichopita. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tuongozwe na sehemu ya maandiko matakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 42 mpaka aya ya 44. Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 42 mpaka 44. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi tukiongozwa na sehemu hii ya maandiko matakatifu katika kutafakari pamoja juu ya liturujia ya majilio, na tukipewa ujumbe huu wa kungoja kwa njia ya kukesha, basi nimkaribishe ndugu mtangazaji aweze kuweka swali mbele yetu, ili basi yule msikilizaji aliyeweza kuuliza basi tuweze kutoa majawabu kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Asante ndugu msikilizaji wewe ambaye unaendelea kutegea sikio 91.3 Radio Tabora FM. Kipindi hewani ni Fahamu Mwaka wa Kiliturujia, na kama nilivyokujuza hapo mwanzo kwamba wiki iliyopita kulikuwa na maswali ambayo yameulizwa, na baba ataanza kwa kujibu maswali hayo. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Anasema anaitwa Godfrey Mulumbi wa Igunga, rais wa vinyozi, ana maswali. Anasema, je, katika liturujia ni mpango wa mwanadamu au ni maandiko? Na kama ni maandiko, yameandikwa kitabu gani? Hilo ni swali la kwanza. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nikushukuru kwanza kwa kuuliza swali wewe ndugu Godfrey. Tunapozungumza liturujia, tunazungumzia mpango wa Mungu. Kwanza ni lazima ujue kwamba katika yale yote ambayo sisi tunayatekeleza ndani ya adhimisho la misa takatifu na katika sakramenti mbalimbali, si vitu ambavyo mwanadamu amevitengeneza mwenyewe. Si ujanja wa mwanadamu au mtu fulani mwenye akili, kama ambavyo wakati mwingine watu wanasema dini ni ujanja tu wa mtu fulani tu ili basi kutupumbaza na nini. No. Unapozungumzia juu ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, unazungumzia uhalisia wa Mungu mwenyewe katika kulianzisha kanisa lake kwa ajili ya kuendeleza kazi yake ya ukombozi. Na ndiyo maana aliwaagiza mitume akisema, nendeni basi mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Sasa tukiangalia katika uhalisia wake, tunapozungumzia liturujia, asili na kiini cha liturujia katika historia nzima ya wokovu wetu inatoka katika utimilifu wake kwenye karamu ya mwisho, pale ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alipokula karamu pamoja na wanafunzi wake. Tunasoma katika maandiko matakatifu, hasa injili zote, katika Injili ya Mathayo kuanzia sura ya 27, alafu sura ya 26, kuanzia sura ya 26, ambapo Yesu katika karamu ya mwisho, sura ya 26 Injili ya Mathayo aya ya 26 mpaka aya ya 28. Tukisoma hapa Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 26 mpaka 28, tunasoma hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo hii ndiyo tunasema kiini, ndiyo moyo wa maisha ya kiliturujia. Na hapo ndipo tunapokuja kueleza ekaristi ni nini. Ekaristi ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Sasa kutoka hapa tunajua kwamba Yesu Kristo aliweka sakramenti 7. Na katika sakramenti hizo, sakramenti ya ekaristi inaitwa sakramenti ya sakramenti. Sakramenti ya sakramenti, kwa sababu katika ekaristi ni Yesu mwenyewe, na hivyo sakramenti zingine zote zinapata nguvu kutoka kwa huyu Yesu, ambayo sasa anajitabanaisha au tunamuona kupitia ishara katika maumbo ya mkate na divai. Sasa kutokana na ukuu wa ekaristi takatifu na fumbo hili ambalo la wokovu wetu limejikita katika ekaristi takatifu, pale ndipo sasa kipaumbele cha adhimisho la misa kinachukua nafasi. Na ndio maana sasa kutoka hapo ndipo sasa katika historia mababa wa kanisa wakaanza kuangalia, tukianza na mitume wenyewe ambao walikutana katika kumega mkate mara kwa mara. Kumbe mtiririko huo wa kiini hiki cha karamu ya mwisho ndicho kinatengeneza kile kilele na chemchemi ya liturujia. Na kutoka hapo sasa maadhimisho ya sakramenti zingine ambazo Yesu aliziweka, kipaimara, ubatizo, ndoa, daraja takatifu ambapo ni upari, waskofu, upari na ushemasi, alafu mpaka wagonjwa na kitubio. Sasa hizi zote tunapoziazimisha, maana yake kiini na asili yake ni Yesu. Na kama sasa unataka maandiko ni ndani ya Biblia. Sasa baada ya hapo kanisa kazi yake ilichokifanya ni kuweka tu ule utaratibu kwamba, kwa mfano kama kubatiza, sasa Yesu alisema tubatize. Kwa hiyo tunabatizaje? Sasa ndio vinakuwa vimeandikwa kwenye vitabu ambavyo vinaitwa vitabu vya kiliturujia. Na ndio maana sasa kuna utaratibu ambao unao kuwepo. Kwa hiyo kumbe liturujia asili yake ni kutoka kwa Yesu mwenyewe, ambaye ndiye amependa tuendeleze kazi ya ukombozi. Imo ndani ya Biblia na imefafanuliwa sasa katika vitabu mbalimbali ndani ya kanisa. Kwa mfano kitabu kikubwa kabisa ambacho tunachokitumia katika adhimisho la misa takatifu ni Misale ya Tare. Lakini katika kuadhimisha sakramenti mbalimbali kuna riti ambazo zinatoa utaratibu wa kuadhimisha zile sakramenti. Kwa hiyo ndio ningependa kukujibu hivyo ndugu Godfrey, na asante kwa swali lako. Asante. Nisome swali lingine, anasema katika ubatizo ni agizo la kidini au ni amri ya maandiko? Kama ni maandiko, tunabatizwa kwa kufuata mfano wa Yesu Kristo au ni kama madhehebu yanavyotaka au yanavyofundisha? Asante. La kwanza ambalo unapaswa kulijua tunapozungumzia ubatizo. Ubatizo lazima tuelewe kwanza maana yake ni nini. Ubatizo maana yake ni nini? Tusome waraka Mtume Paulo kwa
kwa Warumi sura ya 6. Waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 ndio inayotupa mwanga wa kuelewa kwanza ile agizo. Sasa kutoka hapo ndio utaelewa kwamba je, huu ubatizo ni amri tu ya mtu au ni amri ya Mungu. Sasa tukisoma waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 kuanzia aya ya 3, Mtume Paulo anaanza kusema hivi: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo unaona ni kufia dhambi, na katika kufia dhambi ndipo ambapo tunafufukia maisha mapya, tunafufukia upya wa uzima. Na kwa njia hiyo katika aya ya 5 Paulo anaendelea kusema, kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Kwa hiyo unapozungumza ubatizo, kwanza ni agizo la Mungu, sio agizo la mwanadamu. Na ili agizo ambalo ni la Mungu mwenyewe tunasoma katika Injili ya Mathayo hii sura ya 28 kuanzia aya ya 19. Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia mitume wake kabla ya kupaa, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baada ya Yesu, kutokana na agizo hili, mitume waliendeleza kazi ya kubatiza. Sasa mitume katika kubatiza walibatizaje? Kwa hiyo ndio tunakuja kwenye swali lako sasa, sehemu hiyo ya pili, kwamba tunapozungumza ubatizo, neno ubatizo kwa asili linatoka Kigiriki ambalo ni baptizein. Baptizein ni neno la Kigiriki ambalo kwa kweli linamaanisha kuzama au kuzamishwa. Na ndio maana ni kweli kwamba katika ubatizo kwamba huyu sasa mtu anabatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji. Hiyo ni maana ya kwanza katika neno hilo la Kigiriki. Lakini la pili, kubatizwa sasa maana yake ni kuzamisha. Sasa unazamisha nini? Ndio maana Paulo anasema kuzikwa, kwamba maana yake katika ubatizo sasa tunazika dhambi na tunaamkia katika hali ya ufufuko. Sasa katika mazingira kama hayo, kutokana sasa na changamoto, ni kweli katika asili Wayahudi walibatizwa katika mto Yordani. Hawakubatizwa eneo jingine lolote, walibatiziwa pale Yordani. Walikuwa na utaratibu wa kutawaza, ndio wanapoenda kusali kama hekaluni au katika sinagogi, ndio. Lakini ulipofika wakati kwamba wanabatizwa, ule ubatizo wa toba, wanapoenda pale mtoni Yordani kwa utaratibu huo, Yohane alikuwa anawazamisha, au wale waliowabatiza waliwazamisha ndani ya maji. Kwa njia hiyo sasa ule ubatizo uliokuwa ubatizo wa toba, ubatizo wa kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo au kumpokea Masiha. Kwa hiyo walijiandaa kiroho ili kumpokea Masiha. Sasa anapokuja Yesu na yeye anaenda Yordani kubatizwa, anapobatizwa anakuwa ametakasa maji yote. Kwa kuingia tu katika Yordani anatakasa maji yote ambayo tunayatumia sasa katika ubatizo, na ndio maana tunayabariki. Na baada ya kuyabariki sasa watu wanabatizwa. Kwa hiyo kwamba kubatizwa tunabatizwa si kwa maji mengi au maji machache, hiyo haimaanishi hiyo. Ubatizo upo wa aina, kuna namna mbili za kubatiza. Kubatiza kwa kuzamishwa ama kubatizwa kwa kumwagiwa maji kichwani. Na hii tunaipata wapi sasa? Tunaipata kupitia mitume wenyewe. Mitume walipokuwa wakihubiri. Tukianza kwanza na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Mtume Petro anapoitwa kwenda kwenye nyumba ya Kornelio, anapofika huko anahubiri katika ile sura ya 10 aya 34, anasema
hakika nimetambua ya kwamba Mungu hana upendeleo. Katika kila taifa yote mwenye kumcha hukubaliwa naye. Na baada ya hapo alipoendelea kuzungumza hivyo, ndivyo Roho Mtakatifu akawashukia ile familia nzima, Kornelio na wanafamilia wote. Na ndipo Petro akasema, nani atakayezuia watu hawa wasibatizwe? Na wakabatizwa. Sasa swali la kujiuliza, je, walipobatizwa hapo katika nyumba ya Kornelio kulikuwa na bwawa, kulikuwa na mto, kulikuwa na kisima? Kwa hiyo walibatizwa. Ukienda katika sura ya 16 kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, kumbuka kwamba Paulo alipofika katika Filipo akihubiri, baadaye akakutana na mdada mmoja ambaye alikuwa ana mapepo, akamwombea. Yale mapepo yalipotoka, basi kumbe yale mapepo yalikuwa yanatumika kama nguvu ya utajiri. Yule dada alikuwa anatumika kama nguvu ya utajiri kwa watu mbalimbali. Watu wakakasirika na mji mzima wakakasirika, na hivyo Paulo na Sila wakafungwa. Walipofungwa Paulo na Sila, na hivyo wakawa gerezani. Tunaambiwa usiku wa manane wakawa wanasali. Waliposali, milango ya gereza au malango ya gereza yakafunguka, wakatoka. Na walipotoka sasa, yule akida aliyekuwa analinda au askari aliyekuwa analinda, alipoona magereza yako wazi, akajua sasa au wafungwa wameondoka, wamekimbia. Kumbe akataka kujidhuru kwa upanga. Ndipo Paulo anamwambia, usijidhuru, tuko wote hapa. Akatetemeka sana, akasema, nifanyeje bwana wangu? Akamwambia, umwamini Bwana wetu Yesu Kristo ili ubatizwe. Akasema, niko tayari, naamini. Tunaambiwa usiku ule ule wa manane akabatizwa yeye na nyumba yake yote. Sasa je, katika utaratibu wa maisha ya Kiyahudi hatuambii kwamba kila Myahudi alikuwa anajenga kibwawa kwenye familia yake? Maana walibatizwa kwa kutumia maji ambayo ni maji ya kwa kumwagiwa kichwani. Kwa hiyo ubatizo haupo ubatizo wa maji mengi au ubatizo wa maji machache. Hakuna hali hiyo, ila ubatizo tunao. Namna ya ubatizo ni kwamba kuna ubatizo kwa kuzamishwa ambayo katika kanisa Katoliki ipo, ila inategemea mazingira mbalimbali. Afu pili, ubatizo kwa kumwagiwa maji kichwani, ambao unabatizwa fulani kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, ubatizo una namna hizo mbili, ama kwa kuzamishwa hizo mara 3, ama kwa kumwagiwa maji mara 3 kichwani. Na hilo ni agizo pia katika kuhakikisha kwamba sio mazingira yote yatakuwa na mito, yatakuwa na mabwawa. Kwa hiyo watu inabidi watengeneze visima vya ubatizo, na mazingira visima vya ubatizo na yenyewe inategemea eneo na namna ya kuweza kuliweka na kadhalika. Sasa katika mazingira kama hayo, sasa nini kinatokea? Mitume waliliona hilo, na katika kitabu chao au maandishi yao yanayoitwa mafundisho ya mitume 12 kwa jina halisi inaenda Didache. Ukisoma katika ile sura ya 7 kipengele cha 3, wanasema mitume kwamba mtakapokuwa mnabatiza, kwanza mwabatize kwa maji hai, maji ambayo hajachanganywa na kitu chochote. Na ndio maana kwenye maji ya ubatizo tuchanganye chumvi, kwa sababu ukishachanganya chumvi yanabadilika na kuwa juice, yanakuwa chumvi tena. Kwa hiyo kumbe yanakuwa sio maji halisi, yanakuwa yamechafuliwa. Kwa hiyo inahitajika maji halisi. Hilo la kwanza. La pili, wakasema mitume kwamba wanapowabatiza wabatize ama kwa kuwazamisha katika maji hayo tiririka na maji hayo ambayo ni hai. Lakini pili, kama hamna, manake wawamwagie kichwani mara 3 kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni vizuri ukabaki katika imani yako, ujue kwamba ikatokea katika mazingira mahali fulani kama kanisa Katoliki, parokia au jimbo wanazamisha wanabatiza katika kisima cha ubatizo kwa kuzamisha, ni sahihi. Ikitokea mahali fulani kama ambavyo sehemu kubwa ndivyo tunavyobatizwa kwa kumwagiwa maji kichwani mara 3, ni sahihi. Kwa hiyo inaitwa baptism by immersion and baptism by infusion. Asante. Asante. Na msikilizaji, naamini uliouliza maswali umepata kujifunza, lakini tumalizie swali lingine la kwake Godfrey Mlumbi ambaye ameuliza, rangi za madhabahuni ni tafsiri za kidini au ni maandiko, na kama ni maandiko yameandikwa kitabu gani? Ameishia hivyo swali lake. Asante ndugu Godfrey. Tunaendelea. Kwanza, tunapozungumza maisha ya kimungu na maisha ya kibinadamu au mwanadamu ambaye ameunganika na Mungu, ujue kwamba Mungu anapoagiza kitu fulani
haagizi kwa kukitolea maelekezo kwamba kifanyikaje. Kuna yale ambayo moja kwa moja aliyatolea maelekezo, lakini kuna yale ambayo yanaingia anaingia kwa anaeleza kitu kifanyike, lakini haelezi maelekezo. Kwa mfano katika adhimisho la misa takatifu, sasa hivi sisi ndio tunaita misa takatifu, lakini katika karamu ile ambapo Yesu alipotoa mwili baadaye divai, baada ya hapo ule utaratibu mzima, kwa mfano mtatumia labda kitabu cha misale ya tare, alafu mtatengeneza tare iwe ya mtindo huu. Hiyo imekuja baadaye katika tafsiri ya kibibilia, ambapo mababu tunaona Abrahimu katika Agano la Kale wanatolea sadaka, wanajenga tare ya mawe na kadhalika. Sasa vitu vingine Mungu ameviangaza tu kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiye ambaye amefanya kazi ya uendelezaji wa uinjilishaji. Baada ya Yesu kupaa mbinguni, ndipo Roho Mtakatifu anapowashukia mitume siku ya Pentekoste. Kwa hiyo ameendelea kuwaangaza mababa, ameendelea kuwaangaza watu mbalimbali katika kuona kwamba namna gani tuweze kuadhimisha. Sasa tukija katika hali yetu ya kibinadamu, tunahitaji kuangalia uhusiano wetu wa kijamii na namna ambavyo tunavyoelewa vitu. Kwa hiyo kumbe ukizungumzia rangi sasa, maana yake nyeupe ni furaha, utukufu. Kijani ni uhai, ni mtu aliye hai katika maisha ya kiroho. Na ndio maana hata katika masika unapolima, ukiona mazao yako kama mahindi ni ya rangi ya njano, tayari unajua hapa hakuna uhai, siwezi kupata mazao. Kwa hiyo inabidi sasa uweze kuondoa yale mazao au uyawekee mbolea ili yaweze kukubali katika mazingira kama hayo, unaona, na yaweze kustawi. Sasa rangi nyekundu ni rangi ya ushuhuda, rangi ambayo inadhihirisha kwamba mimi niko tayari, au huyu mtakatifu tunamwadhimisha alikufa kifo dini kwa kujitoa kwa imani kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na rangi ya zambarau sasa inasimama kama matumaini, inasimama kama toba. Kwa hiyo matumaini, kwa sababu tunatumaini maisha ya umilele, tunaishi kwa matumaini daima, kwa sababu matumaini ni nguvu inayotufanya tuendelee kuishi bila kuwa na hofu, bila kuwa na woga, na kuendelea kufanya majukumu yetu ya kidini na ya kawaida ya kijamii, ili kuhakikisha kwamba basi tunaishi kadiri ya sifa na utukufu, tunaishi kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Na toba, kwa sababu maisha yetu kutokana na hali ya dhambi, na mwanadamu anaweza kaingia katika dhambi au kutenda dhambi. Kwa hiyo rangi ile ya zambarau inamsaidia na kumkumbusha maisha ya toba. Sasa hizi ni rangi ambazo zinatoka kwetu, ambazo sasa sisi katika maisha ya kijamii tunaona kwamba zinatusaidia katika adhimisho, tunapounganisha sasa na maisha hayo ya utakatifu. Na ndio maana we mwenyewe unaweza tu kujiuliza, kwa mfano, rangi za bendera yetu ya taifa ziko ngapi? Na hizo rangi tunasema nyeusi inamaanisha hivi, kijani inamaanisha hivi, bluu inamaanisha hivi, njano inamaanisha hivi. Sasa hizi rangi nne, yani njano ina maana gani? Kwamba ni utajiri, sijui dhahabu, almasi na nini. Yani kuna uhusiano gani wa njano na hiyo? Kwa hiyo unaona wakati mwingine ni vitu ambavyo kama jamii au katika eneo fulani au tamaduni wanakubaliana katika hali hiyo, lakini linakuwa ni jambo ambalo limekubalika. Na ndio maana mpaka leo hamna ambaye atabeba bendera ya taifa kwa kusema anaweka rangi zake. Haiwezekani. Utafata hiyo kwa sababu ndio umekuwa ukiona, umefundishwa na katika hali hiyo. Kwa hiyo kumbe pia katika dini ndio hiyo, kwamba Mungu anaelekeza kwamba jambo lifanyike namna fulani, lakini vitu vingine vinavyoingia hapo unavitafsiri kadiri ya mazingira, kadiri ya upeo ambao Mwenyezi Mungu aliyotupatia. Kwa hiyo hii tunaikuta katika maandiko matakatifu. Rangi utazikuta kwamba kama ni nyeupe au zambarau, Yesu alivishwa joho la zambarau na kadhalika. Tunapozungumzia kijani, maandiko matakatifu yanazungumzia juu ya nyakati za mwisho, namna ambavyo tunavyosoma alama za nyakati, kama kuna mvua, kwamba unaanza kuona kijani kinatokea, baadaye majani yanaanza kuongezeka, unajua sasa majira ya mvua yamefanyaje, yameingia. Kwa hiyo ni muktadha huu ambao ndio tunaoweza kueleza ndugu Godfrey.
Asante baba kwa majibu mazuri. Naamini pia msikilizaji umeweza kujifunza na kuyafahamu mengi, na maswali ni mengi, lakini pia nikukumbushe msikilizaji, bado unayo nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako kama utakuwa na swali au maoni yoyote kupitia nambari ya simu 0746 11 22 35. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unafungua redio yako, kipindi hewani ni Fahamu Mwaka wa Kiliturujia. Na leo msikilizaji, tunaendelea na mada ya wiki iliyopita, liturujia ya Majilio, lakini kwa leo tumeanza kwa kujibu maswali, na sasa baba anaendelea kujibu maswali yako. Unayo nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746 11 22 35. Na hapa mkononi mwangu kuna jumbe za msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Daudi Godwin kutoka Ukalwa. Yeye anauliza swali, anasema Yesu ni Mungu au Yesu ni mwana wa Mungu? Basi ndugu, unasema Godfrey? Anaitwa Daudi. Daudi, asante kwa swali lako. Ili sasa kuweza kuelewa kwamba Yesu ni Mungu au ni mwana wa Mungu, yote yanamhusu. Yote mawili yanamhusu, kwamba ni Mungu lakini pia ni mwana wa Mungu. Sasa tukisoma Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1 ndipo tunapata jawabu la swali lako. Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hiyo sura ya 1 aya ya 1 na kuendelea mpaka aya ya 4. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo unaona mpaka hapo tu ni jawabu halisi kwamba hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu mwanzo alikuwako kwa Mungu, maana yake alikuwa anaishi mbinguni kama hali halisi ya Mungu au eneo halisi la Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Njia kuu ya uumbaji, Yesu Kristo. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Mungu tunayemtaja ni Yesu. Na ujue kabisa kwamba katika imani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu ni Mungu. Baada ya dhambi mwanadamu kuingia katika dhambi, alihitaji ukombozi. Alihitaji ukombozi ambao sasa lazima akombolewe. Lakini mwanadamu kama mwanadamu asingeweza kumkomboa mwanadamu mwenzake. Tunasoma katika Zaburi ya 49 kwamba mwanadamu hawezi akafanya chochote kile kikatosha. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe alihitaji kuja. Sasa anakuja huyu ambaye ndiye neno, ambaye yeye kwayo vitu vilifanyika. Yeye ndiye pumzi hiyo ya Mungu, ndiye uzima wa Mungu. Kwa hiyo sasa anakuja duniani kwa njia ipi sasa? Ndiyo kupitia mwanadamu. Kwa sababu Mungu alishasema katika kitabu cha Mwanzo sura 3 aya 15, nitaweka uadui kati yako na mwanamke, anamwambia nyoka, na kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utamuuma kisigino. Katika muktadha huo sasa, huyu Masihi ambaye sasa tuliokuwa tunamngojea ndio ulikuwa ni utabiri halisi na wa kwanza kwa ahadi hiyo ambayo iliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Sasa ahadi hiyo ambayo inawekwa inabidi itimizwe. Sasa ni lazima sasa huyu Mungu nafsi ya pili ndio anashuka sasa kwa njia hiyo ya kuzaliwa. Sasa anapozaliwa katika hali hiyo ya kibinadamu, anaingia na kuchukua hali hiyo sasa ya ubinadamu, na hivyo yeye kama Mungu nafsi ya pili ambaye hakuumbwa, hana mwanzo wala mwisho, na ndio maana Mtume Paulo anamuita mzaliwa wa kwanza. Unaona, katika hali hiyo sasa ndipo anakuja duniani kwa njia ya kuzaliwa na mama Bikira Maria.
Kwa hiyo katika hali hiyo ya wana, na ndio maana yeye mwenyewe amejitaja mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, ataenda Yerusalemu, huko atateswa, atauawa, na siku ya tatu atafanyaje? Atafufuka. Na mkumbuke aliyethibitisha kwa mara ya mwisho kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni nani? Aliyethibitisha kwa mara ya mwisho ni katika Injili ya Yohane ile sura ya 19 kuanzia aya ya 28 pale na kuendelea. Baada ya kuwa Yesu amekufa, akida akachukua mkuki akachoma ubavuni. Tunaambiwa na mara ikatoka damu na maji. Na pale akida akathibitisha akasema, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Kutokana na ile hali ya huyu Mungu nafsi ya pili kutoa ubinadamu, kwa hiyo anaingia katika uwana. Lakini anabaki kwamba ni Mungu nafsi ya pili, kwa sababu Mungu ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu na pia ni mwana wa Mungu. Asante. Asante. Ni some swali lingine kwake Daudi, amerudia tena, anapenda kufahamu. Yeye anauliza Ekaristi ni nini? Ndugu yangu Daudi, Ekaristi kama ambavyo nimesoma kwenye hii Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 26 mpaka ya 28 kwamba katika karamu ya mwisho Yesu alitoa mkate, akasema huu ni mwili wangu. Alafu akatoa kikombe cha divai, akasema hiki ni kikombe cha damu yangu, mfanye hivi kwa ukumbusho wangu. Tangu hapo moja kwa moja mitume na kanisa la mwanzo na kuendelea mpaka sasa, maana yake moja kwa moja kwa maneno yale tu Yesu aliposema huu ni mwili wangu, maana yake tayari ni mwili wake. Hii ni damu yangu, maana yake ni damu yake. Kwa hiyo kama tayari katika muktadha huo, ndio tunakuja sasa kusema Ekaristi ni nini? Ekaristi ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Na kwa njia hiyo unapoiona Ekaristi, maana yake unamuona Yesu katika ishara ya mkate, katika ishara ya damu. Utakumbuka katika ufufuko Yesu baada ya kuwa sasa amefufuka, mitume wameshakata tamaa. Kumbuka amekamatwa, ameteswa, baadaye amekufa, amezikwa. Mitume wakajua sasa basi tena lile tumaini halipo. Wengine wakaanza kurudi sasa huko Emausi, wengine wakakimbilia wapi, wengine wakaenda sijui kuvua samaki na kadhalika. Sasa hao waliokuwa wanaenda Emausi wakiwa wanazungumza habari za ufufuko, Yesu akaambatana nao. Alipoambatana nao, anawauliza mnazungumza nini njiani? Wakamshangaa. Wanamuuliza wewe ni mgeni katika Yerusalemu? Sasa katika hali hiyo sasa ndio akaanza kuwafunulia maandiko, ilimpasa mwana wa Adamu kuteswa, kufa na kadhalika. Na mwishoni anapofika akaumega. Alipoumega tu ndipo wakagundua kumbe ni Bwana. Na hapo ndipo wakarudi mbio Yerusalemu kwenda kutoa habari. Wakasema tulipokuwa tunazungumza naye dhamiri zetu ziliwaka, lakini tulimtambua alipoumega mkate. Maana yake asingeumega mkate asingetambua kama ni Yesu. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali halisi na ishara hiyo mpaka leo ndiyo nguvu na chemchemi na kilele cha maisha ya sisi wa Kristo wa Katoliki. Kwa hiyo Ekaristi ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa majibu mazuri. Ni kama tu ujumbe mwingine kwake msikilizaji. Anasema anaitwa Kumbai Gimbuyi kutoka Mwanzugi Igunga, mtaa wa Sabato. Anasema ana swali. Anasema kuna aina nyingi za ubatizo wa maji mengi, kunyunyiziwa maji kichwani, ubatizo wa kuruka moto, lakini anataka kufahamu je, ni upi ubatizo wa kweli? Lakini pia swali lake la pili anasema kuna siku ya majivu kwa Mkristo na majivu yanatukumbusha nini? Asante. Ndugu yangu kutoka Mwanzugi hapo mtaa wa Sabato, nakushukuru kwa maswali yako. Kwanza naomba nieleze kwamba hatuna aina za ubatizo. Naomba nieleweke hivyo. Wakati mwingine tunapata mafundisho haya kutoka madhehebu labda au watu mbalimbali. Hatuna aina za ubatizo, tuna ubatizo mmoja tu. Na ubatizo huo ndio ubatizo ambao tunaongoka na tunaokolewa
kwa njia hiyo sasa ya kumwamini Kristo. Baada ya kumwamini huyu Kristo sasa, ndipo inakuja ile ishara ya nje ya kudhihirisha kwamba umeoshwa. Umeoshwa sasa kwa nini? Kwa maji. Kwa hiyo ubatizo huu unaweza kawa wa namna ya kuzamishwa au wa namna ya kumwagiwa maji kichwani. Kwa hiyo hatuna aina za ubatizo. Ubatizo ni mmoja tu. Na ndio maana hata ukisoma waraka kwa Waefeso sura ya 4, mpendwa ndugu yangu hapo Mwanzugi, waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 4, unaona wazi kabisa kwamba tuna ubatizo mmoja tu. Tuepuke kufata mafundisho yasiyo sahihi. Na hata kama ni Mkatoliki anafundisha hivyo, tujue kabisa kwamba huyu amekosea. Ubatizo ni mmoja tu ndugu yangu. Na sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 5, au tusome mpaka aya ya 6. Waraka Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya 6. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani mmoja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kwa ubatizo ni mmoja, ila ile namna unavyofanyika ndio kuna hizo namna mbili, ambayo tulisema kwamba unazamishwa mara 3 katika maji, ama unamwagiwa maji kichwani mara 3. Kwa hiyo ubatizo ni mmoja. Na ndio maana cha kwanza tunachopaswa kukiangalia, kinachotangulia sio kumwagiwa maji wala kuzamishwa. Kumbuka katika Matendo ya Mitume ile sura ya 2 kuanzia aya 37 mpaka 41, siku ya Pentekoste, baada ya kuwa sasa Petro wametoka pamoja na mitume wengine, wakaanza kuwahubiria wale watu waliokuwa wanastaajabia Petro na mitume wengine wakiongea kwa lugha mbalimbali. Petro akawaambia mbadilike ili msipate adhabu inayokuja. Wakawaambia tufanye nini? Akawaambia tubuni, mkaongoke, mumwamini Yesu Kristo, mkabatizwe. Kwa hiyo katika kumwelekea Kristo, cha kwanza ni ile uongofu wa ndani, na huo ndio tunaoita sasa ile hali ya kiroho, mabadiliko ya kiroho, ubatizo wa kiroho. Ubatizo wa kiroho ni ule uongofu wa kweli na mabadiliko ya kweli katika imani kwa Kristo, kumwamini kwamba Mungu amemtuma Yesu Kristo katika kumkomboa mwanadamu. Katika muktadha huo sasa, la kwanza ndio hilo. Sasa ishara ya maji ni ishara ya nje, na ndio maana tunasema sakramenti ni nini? Ni ishara wazi inayoonekana ya neema isiyoonekana. Kinachotangulia ni ile neema ambayo tayari imekubadilisha wewe. Alafu sasa kinachofuata ndio ile hali ya nje inayodhihirisha kwamba hili jambo limetekelezwa kwako. Kwa hiyo namna ya ubatizo ni au kuzamishwa katika maji ama kumwagiwa maji kichwani mara 3. Ubatizo pia kuna hali ya tamaa ya ubatizo, sawa, ambapo mtu alikuwa anafanya mafundisho labda, lakini ikatokea mahali fulani akiwa katika mafundisho hayo kama amefariki. Huyu tunasema amebatizwa katika hali hiyo ya tamaa. Lakini kuna hali tunasema ya ubatizo wa damu, akiwa katika mazingira ya imani yake, na ndio maana tunaita kuna wale ambao wamefia dini, kifo dini. Unaona, huu ni ubatizo wa damu, lakini hatusemi kwamba ni aina ya ubatizo, ni hali ya ubatizo. Na ndio tunakuja sasa kusema sasa hali ya ubatizo wa nini? Wa maji. Lakini haya mengine yote yanatafsiriwa na huu ubatizo ambao ndio tunaokuja kutimiliza, ubatizo wa maji, ambao unaweza kuwa katika namna hizo mbili. Na kuhusu majivu katika maandiko matakatifu yamepewa sifa mbalimbali au hali mbalimbali au ile maana ya kiroho. Lakini tunapopakwa majivu, maana yake tunakuwa kwanza tunajinyenyekesha mbele ya Mungu, tunamwambia Mungu sisi si kitu. Na hivyo tunadhihirisha kwamba tunahitaji toba.
na nguvu ya msamaha kutoka kwake. Kwa hiyo majivu kwetu yanakuwa ni mwito wa kutuambia kwamba mbele ya Mungu sisi si kitu, na ndio maana tunaambiwa mwanadamu mavumbi na mavumbini utarudi. Na hivyo ni njia sasa ya kumlilia Mwenyezi Mungu na kuomba kwamba tusaidie kuwa na mabadiliko ya kweli katika maisha yetu. Ni hali ya kusema bila wewe Mungu sisi hatuwezi kitu, kwamba sisi ni mavumbi tu na mavumbini tutarudi, na hivyo tunahitaji msaada wako. Kwa hiyo ni ishara ya toba, ni ishara ya unyenyekevu, ni ishara ya kuhitaji mabadiliko. Asante. Asante. Ni kamata ujumbe mwingine wa kwake msikilizaji. Yeye hajataka kusema anaitwa nani, ila anauliza na maswali mawili. Anasema, kwa nini Wakatoliki wanabatizwa kwa kumwagiwa maji wakati Yesu alibatizwa kwa maji mengi katika mto Yordani? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili anasema, kwa nini makanisa mengi hawana ekaristi takatifu zaidi ya Wakatoliki? Maswali yake hayo msikilizaji. Karibu baba. Basi kuhusu swali hilo, kama kila kitu alichokifanya Yesu tukikifanya, maana yake hata mtu mwingine anasema kama Yesu aliishi Yerusalemu kule Nazareti, maana yake wote tunaomwamini Yesu tuende tukaishi Nazareti. Sijui inawezekana hapo, wakati yeye ametaka kwamba nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Maana yake injili iende kule ambako yeye mataifa ameyaweka. Sasa tukitaka kwamba kwa sababu tunamfuata Yesu, maana yake lazima tumfuate kule alikoishi. Kwa hiyo tukakae kule Nazareti wote. Sasa sijui kama itawezekana wote tukawe Yerusalemu, tukawe kule Israeli. Haiwezekani. Kwa sababu Yesu alipochukua msalaba na kwenda Kalvario, kwa hiyo sisi sasa kipindi cha njia ya msalaba tungeenda kule kufanyia njia ya msalaba tukapita. Kwa hiyo haiwezekani. Kwamba kuna vitu ambavyo Yesu yeye ametuachia. Sasa na ndio maana akalikabidhi kanisa anapomwambia Petro, wewe ndiwe Petro, najua mambauni nitalijenga kanisa langu. Utakalo lifungua duniani limefunguliwa. Utakalo lifunga duniani limefungwa na wapi? Na mbinguni. Kwa hiyo taratibu hizi zingine zote zilizowekwa ni kwa mwanga wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana nikasema katika ubatizo asili yake ndio hiyo, lakini pia mitume wenyewe walibatiza pia kwa kutumia maji kwa njia ya kumwagia watu kichwani. Na ndio maana nikasema katika kile kitabu kinachoitwa Mafundisho ya Mitume 12 ya mitume 12 wa Bwana wetu Yesu Kristo, wameeleza katika ile sura ya 7 namba 3 kwamba kama katika ubatizo hakuna mto au hakuna kisima, basi wabatizwe kwa kutumia maji. Sasa kama tunaamini mitume ndio wametufikisha hapa kwa kufuata agizo la Yesu, maana yake kanisa limepokea hayo. Na ndio maana nikasema vyote viwili viko sawa. Kwa nini hakuna ekaristi? Ni kwa sababu ya ukaidi, ni kwa sababu ya dhambi ya kukosa unyenyekevu, dhambi ya kiburi. Ndipo ambapo tunaambiwa katika historia mwaka 1517 Martin Luther padri alipojitenga na kanisa na kuanzisha kanisa lake ambalo leo hii mnaliita KKT, na baada ya hapo vuguvugu la uasi likaendelea, na ndio tuna madhehebu leo mengi haya yaliyopo, na kila dhehebu likija lina namna yake, kila dhehebu likija linafanya chake. Lakini ni baada ya hapa Martin Luther alipoondoka, na baada ya kuondoka akakataa sakramenti zingine zote. Kumbe wakabaki kwa kweli na sakramenti mbili tu, ambayo ni sakramenti ya ubatizo, ambayo hii katika kubatizwa wakati mwingine katika hatari ya kufa anaweza kabatiza hata yeyote tu asiyeamini au mpagani, maadamu abatize kwa nia hiyo ya kanisa na ile formula ambayo Yesu ameiweka kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini pili, ndoa wakati mwingine anaweza kashuhudia hata mlei tu bila shida yote, na ndio maana wakati mwingine askofu anaweza akamwagiza padre, akamwagiza shemasi au akamwagiza mlei, ambapo kwa upande wetu huko haijazoeleka sana, lakini ukienda katika maeneo mengine hiyo imezoeleka. Kwa hiyo kumbe wana sakramenti mbili tu, na ndio maana wanapokuja sasa kwenye kanisa Katoliki kama wanarudi tunaangalia pia hata na ubatizo wao, kwa sababu wengine hawabatizi kwa kutumia formula aliyoiweka Yesu. Wengine wanabatiza, tunakubatiza kwa jina la Yesu, tunakubatiza sijui kwa jina la Muumba. Huo sio ubatizo halisi na halali. Ubatizo halali ni ule ninakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na ndio maana wakirudi katika kanisa watu kama hao wanabatizwa, tunawabatiza kwa sababu hawakuwa na nini? Na ubatizo.
ubatizo. Kwa hiyo kumbe hawana ekaristi takatifu kwa sababu walikataa sakramenti zingine hizi kutokana na namna yao ya maisha ambayo alianzisha Martin Luther. Asante. Asante, ni kushukuru pia msikilizaji ambaye unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi. Naona maswali ni mengi lakini muda nao sio rafiki. Muda sio rafiki. Nisome ujumbe wako wake huyo msikilizaji anaitwa Saidi Juma. Anasema jamani, Mungu yupo anatusaidia maana yeye ndio muweza. Ameandika hivyo. Asante. Baba, tumalizie, naona jumbe ni nyingi na nikwambia tu msikilizaji, kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako kuuliza maswali yako yataweza kujibiwa wiki ijayo maana muda nao sio rafiki. Baba, tumalizie kipindi chetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Niwashukuru sana ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji kwa namna ambavyo mmeendelea kuweka uhai katika kipindi hiki kupitia mada hizi ambazo tunazozitoa katika liturujia. Kwa hiyo ninachoona hapa kuna hamu na shauku ya kujua mambo mengi. Kwa hiyo kumbe kwa kipindi hiki sasa kabla tujaingia mwaka unaokuja au mwaka mpya 2026 tukiwa katika sisi mwaka huu wa kanisa, basi tutaruhusu kwamba sasa hivi tuende na maswali ambayo yatakao kuwepo, na pale ambapo maswali yanapoisha basi ndio tunaendelea na mada husika. Kumbe haya ambayo yameulizwa tutayatunza, alafu wiki kesho tutakuwa pamoja panapo majaliwa. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.